Dhambi ya asili ambayo waumini wapya wanapaswa kujua. Warumi 3:23. Waumini wapya ni wale ambao hivi karibuni wamempokea Yesu Kristo kama Mwokozi wao na kupokea wokovu. Na kabla ya muumini mpya kupokea wokovu, wameishi maisha yao yote wakiwa wamejikita juu yao wenyewe. Na walidhani kwamba wao ndiyo bwana wa maisha yao, lakini kulikuwa na bwana tofauti. Na walidhani kwamba wao ndiyo bwana wa maisha yao, lakini unapotazama katika kitabu cha Yohana 8:44, Ibilisi alikuwa bwana wao. Wazao wote wa Adamu na Hawa walizaliwa kama uzao wa Shetani. Na mwanadamu ambaye alipaswa kumtazama Mungu, lakini badala ya kufanya hivyo, walifanya dhambi ya kutekwa na Shetani. Na mwanadamu ambaye alipaswa tu kumtazama Mungu tu, aliweza kudanganywa na Shetani na kutenda dhambi ya kutotii neno la Mungu. Na kutoka hapo walihisi kwamba walikuwa wanaishi kulingana na wao wenyewe, lakini kwa kweli walikuwa wakianguka katika mtego cha Shetani. Maana ya kupokea wokovu ni kuelewa kwa usahihi jinsi hali yako ya kiroho imebadilika. Na kifungu kikuu kinasema kuwa kila mtu katika dunia hii ana tatizo. Wengine wanakabiliwa na matatizo kwa sababu ya matatizo ya familia zao, matatizo ya kifedha au matatizo ya kiafya. Inaweza kuwa tofauti na kila mtu, lakini wote wanakabiliwa na tatizo hili, lakini hawajui ilitoka wapi. Kwa sababu hawajui shida yao ya ukweli na hawajui suluhisho. Dini zote zinajaribu kumtafuta Mungu kwa juhudi zao wenyewe. Na katika kifungu hiki imefunua kwamba kwa sababu kila mtu ametenda dhambi, kwamba hawana njia ya kukutana na Mungu au kumjua Mungu. Na hata ukienda kanisani mfululizo bila kujua dhambi ya asili ni nini, ni sawa na kwenda kwenye dini zingine. Na ukienda kanisani bila kujua dhambi ya asili, basi ni sawa na kuabudu sanamu. Ndiyo sababu unahitaji kujua kwa usahihi dhambi ya asili ni nini na kuipeleka kwa waumini wapya. Na ingawa tulienda kanisani kwa muda mrefu, lakini hatupati jibu ni kwa sababu hatujui dhambi ya asili ni nini. Na dhambi hii ya asili imefunuliwa tu katika Biblia. Na shida hii ya dhambi ya asili imeanza kutoka kwa tukio la Mwanzo 3. Na Mungu alipoumba mbingu na ardhi, aliumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe. Na Shetani huyu mwovu alikuja kwa mwanadamu na kusema kwamba unaweza kuwa kama Mungu. Na mwanadamu hakupaswa kudanganywa na majaribu ya Shetani. Hata hivyo walidanganywa naye na kuanguka katika dhambi. Na mateso na matatizo yote ya mwanadamu yalianza katika kutoka hapa. Kwani Mungu hakumruhusu mwanadamu tu aanguke katika dhambi ya asili. Kwa sababu alijua kwamba mwanadamu ataanguka katika dhambi kwa kudanganywa na roho mbaya. Alikuwa tayari amejiandaa kwa suluhisho, na dhambi hii ya asili haiwezi kutatuliwa
kwa juhudi za mwanadamu. Na nguvu za shetani na mamlaka ya shetani haziwezi kushinda kwa nguvu za mwanadamu. Na shetani ambaye haonekani kwa macho yetu, anajua ambapo sisi ni kweli kudhoofisha na ni nini sisi kweli kama ni Mungu tu anaweza kushinda na kushinda nguvu za giza. Ni Mungu tu anaweza kutatua tatizo la dhambi na laana. Ni Mungu tu anayetuondoa katika nyuma ya kuzimu. Na jina hilo ni uzao wa mwanamke ambaye ni Kristo. Kristo ndiye pekee kwa Mungu kumwokoa mwanadamu. Na sababu kwa nini mwana wa Adamu alionekana ni kuharibu kazi ya shetani. Sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo imekuweka huru kutoka kwa dhambi na kifo. Ni njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kupitia mimi. Na bila kujali ni kiasi gani mwanadamu anajaribu kutatua matatizo yao. Hawezi kutatua. Na leo lazima uelewe maana ya Kristo. Na kupitia mtu mmoja ambaye anatambua kwa nini wanahitaji Kristo, Mungu ataokoa familia zao, ukoo na eneo lote. Kwa sababu watu hawajui dhambi ya asili ni nini, hawajui sababu kwa nini wanahitaji Kristo. Ndiyo sababu hawana chaguo lolote lakini kukabiliana na matatizo ya familia zao na mistari yao ya familia. Na wanakufa ndani ya laana za asili ya kuzimu na hawajui tatizo hili lilitokea wapi, ndio maana wanamaliza maisha yao. Na kama kuna kanisa moja ambalo linajua kwamba Kristo anaweza tu kutatua isipokuwa dhambi hiyo ya asili. Basi kupitia kanisa hilo, eneo litafufuliwa. Na kama kanisa halijui Kristo tu, anamaanisha nini, basi hawawezi kushinda dhambi ya asili na kwa sababu hiyo eneo litakufa. Hata hivyo, kama kanisa moja ambalo linatambua kwa kweli kwa nini Kristo anahitajika na kisha ambaye anaelewa neno dhambi ya asili ni nini, basi kanisa moja au kupitia timu hiyo moja ambayo iko katika umri huu na katika ulimwengu huu itafufuliwa. Na dhambi hii ya asili na shida hii ya kiroho inaweza kuvunjwa tu na Injili. Na hata hivyo, ikiwa timu moja inayotambua hili, basi siri itatokea. Mkoa na umri utafufuliwa. Na baada ya kutambua ni dhambi gani ya asili, kuna mambo ambayo wanahitaji kuwa na uhakika. Lazima wawe na uhakika wa wokovu na hata kama wamepokea wokovu kwa kuamini Yesu Kristo, bado wanadanganyika na mawazo yao wenyewe. Kwa sababu hata kama wamepokea wokovu, mawazo na moyo wao bado unachapishwa na mambo ya zamani. Na ndiyo maana mawazo na maamuzi yote wanayoyafanya yanatoka kwa shetani. Maana ya kupokea wokovu
na kumwamini Yesu Kristo inamaanisha kuwa umepata kila kitu. Kwa hivyo, unaweza kuwa na uhakika kwamba Kristo amemaliza kila kitu. Na katika Yohana wa kwanza, mstari wa 4:11-8, inasema kwamba ikiwa unaogopa kutokuwa na adhabu, na kumaanisha kwamba ikiwa unaogopa kitu, inamaanisha kuwa bado haujaamini kwamba Kristo amemaliza kila kitu kwa ajili yako. Na katika Petro wa kwanza 5:7, ndani ya wasiwasi wa shetani unaingia. Na ikiwa una wasiwasi na hofu, basi kulingana na majibu yako ya hofu yatakuja. Na kama ulifanya kutoamini hata baada ya kupokea wokovu, basi huwezi kutoka kwa hatima hiyo. Maana ya kupokea wokovu inamaanisha kwamba umekombolewa kutoka kwa dhambi ya asili. Wakati unapomwamini Kristo, umekuwa mtoto wa Mungu. Na Warumi 5:8 inasema kuwa hata hivyo sisi bado ni wenye dhambi, na kwa kifo cha Kristo ameonyesha upendo wake mwenyewe. Na wakati ambao unaamini na kukiri jina la Yesu Kristo, unapata uzima wa milele na umehama kutoka kifo hadi uzima. Na hatima yetu ambaye ilipaswa kwenda kuzimu imebadilishwa. Na kama huwezi kuamini katika hili, basi kupitia makovu yako ya zamani hayawezi kuponywa. Hata hivyo, kama unaamini kwamba Kristo ametatua kila kitu kwa ajili yenu, basi yote ya zamani ambayo umekuwa ukipitia itakuwa kama kiunzi chako. Basi unaweza kufurahia baraka za watoto wa Mungu na wewe tena kufuata shetani na baadaye yako kuishi kama shahidi wa Kristo. Maana ya kukubalika ni kuamini kwa kweli kile Kristo amekutendea na unakiri kwamba Kristo ni Mwokozi wako na ni Bwana wako. Na kwa wao Mungu aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Wakati huo, nguvu za giza zinavunjika. Sio tu alitoa baraka za wana wa Mungu, lakini pia Mungu aliweza kutoa mamlaka ya watoto wa Mungu kwa sababu hata sasa hivi shetani anafanya kazi. Na kwa kifo cha Kristo, mamlaka ya shetani yamevunjwa. Hata hivyo, shetani bado anafanya kazi hata sasa. Shetani ni baba wa wasioamini na hata anafanya kazi hata sasa. Ndiyo maana unahitaji kujua kwamba shetani anafanya kazi hata sasa na tunafaa kuomba ili kazi zake zivunjwe kwa jina la Yesu Kristo. Sio kwamba unahitaji tu kujua maana ya wokovu, lakini lazima ufurahie wokovu. Hata shetani anajua Kristo ni nani. Na hatupaswi kumjua Kristo kama maarifa, bali tunahitaji kwa kweli kumwamini Kristo. Na mtu huyo ni mtu ambaye shetani anaogopa zaidi na unafurahia wokovu huu katika wakati wako wa kila siku. Na katika wakati wako wa siku,
kunaweza kuwa na matatizo na shida. Na bila kujali kwamba tunapaswa kuweka sala ya ratiba. Na usijaribu kutatua tatizo lako na ugumu wako kwa viwango vyako mwenyewe. Kwa sababu haijalishi ni kiasi gani unajaribu kutatua shida na shida yako ambayo unakabiliana nayo. Kwa nguvu zako huwezi kuzitatua. Kwa sababu imeanza kutoka kwa dhambi ya asili ambayo sisi binadamu hatuwezi kutatua. Na ndiyo sababu Kristo alikuja na kufa na kufufuka. Ndiyo maana mnatakiwa kuweka ratiba ya maombi ya kuomba ili Kristo awe Bwana wenu na ili kufurahia baraka ambazo Kristo ameweza kupa. Na baraka ambazo Kristo ameweza kupa ni kuomba mchana na usiku ili nguvu za giza ambazo zinafanya kazi ziweze kuvunjika. Hata sasa, nguvu za giza zinafanya kazi. Ndio maana tunahitaji kuweka ratiba kuomba usiku na mchana ili nguvu za giza ambazo zinafanya kazi hata sasa ziweze kuvunjika katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo tayari ametupa mamlaka ya kushinda. Na ndio maana tunafaa kutenga muda wetu wa kuomba kwa kutumia mamlaka hayo. Na tunapoomba tusali pamoja na mambo mengine, lakini tunahitaji kuomba kwa mambo ambayo Yesu ametufundisha. Katika Mathayo 6:32 hadi 33 anasema hivi: na usiombe juu ya nini chakula, kuvaa na nini cha kunywa kama wakafiri wengine au wale wasioamini. Hizo ni sala ambazo makafiri wanaomba. Mungu tayari anajua na yeye ni Kristo na yuko pamoja na muumini kupitia Roho Mtakatifu. Lakini lazima kwanza uweze kutafuta ufalme wake na haki na atakupa nyingine zote. Ndio maana tunahitaji kuomba baraka za wokovu na baraka za kiti cha enzi. Na unaweza kuwa na tatizo la familia, tatizo la kifedha au tatizo la kiafya. Zote zimeanza kutoka kwenye dhambi ya awali. Na Mungu ametatua tatizo hilo na Kristo ambalo ni uzao wa mwanamke. Kama Kristo atakuwa Bwana wako, mateso yote na maafa yatakoma kwa sababu Kristo ndiyo mfalme wa kweli aliyeharibu kazi za Shetani. Kristo ndiye kuhani wa kweli aliyetatua dhambi zetu na Kristo ndiye nabii wa kweli ambaye anashinda historia ya kuzimu na kufungua njia ya kukutana na Mungu. Na ikiwa sasa hivi unaamini katika hili, basi utaanza kuomba. Na kuna baraka fulani ambazo Mungu ametoa. Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi bila kuonekana machoni mwetu. Na hiyo ndiyo tofauti pekee kati ya makafiri na waumini. Makafiri wanapenda kile kinachoonekana, lakini machoni mwetu, na hiyo ndiyo tofauti pekee.
Makafiri wanajiona kuwa wanaelewa, lakini ni watoto wa Shetani. Na kwa sababu hiyo wanaabudu sanamu na kuendelea kukabiliana na majanga na kozi, na hata pia shida zinazoonekana zinaanza kuja kwenye mwili yao na akili zao. Na kabla ya kwenda kuzimu, wanaishi maisha yao kama vile wanaishi katika jehanamu. Sio tu wakati wa kuteseka na shida ya kiroho, kwa sababu hata watoto wao watapata shida hili sawa. Na hiyo ndiyo hali ya wasioamini. Hata hivyo, ikiwa unaamini katika Yesu Kristo na Roho Takatifu iko pamoja nawe, hali yote ulio nao itageuka chini na Roho Takatifu inakuongoza na kukufanyia kazi. Na tunapoamini na kufuata kwa kuamini kwamba Roho Mtakatifu hukaa na kuongoza na kutufanyia kazi. Na kama kweli mnaamini, basi nguvu za giza zishikazo katika shamba letu zitaweza kuvunjika. Na ufalme wa Mungu utakuja na baraka ya kiti cha enzi ambapo Mungu wa utatu utakuja juu yetu. Kama ufalme wa Mungu na mahali ulipo. Hadi mahali hapa ufalme wa Mungu utakuja. Na wakati huo ufalme wa giza utavunjika. Nawe utakuwa mshahidi wa dunia hii. Na kama kweli unafurahia siri ya wokovu, basi wewe ni shahidi. Na kama unaweza kuona wazi kwamba shamba linakufa kwa ufalme wa giza, basi huna chaguo ila kuinjilisha. Uinjilisti sio tu unachofanya, lakini unaanza tu kwa kushikilia agano ambalo Mungu hakika atalifanya. Na utaanza kutambua utume ambao unahitaji kuanza kufanya na kwa agano na kuanza kuomba. Basi utaweza kujiokoa, kuokoa familia yako na kazi yako na shamba lako. Utapokea majibu kabla hata ya kwenda shambani. Na kabla ya kukimbia tatizo, utakumbana nalo na kuingia kwenye tatizo kwa sababu tayari unajua tatizo la kweli na jibu la kweli. Kwa sababu tayari unajua dhambi ya asili na suluhisho ambayo ni Kristo, ufalme wa Mungu na Roho Takatifu utakuja ndani yako. Na mkiingia katika migogoro, na watu wana migogoro kwa manufaa yao wenyewe na mafanikio yao wenyewe. Hata hivyo, unaweza kuponya yote, lakini chagua tu kwa injili na uinjilisti tu. Wakati watu wanakabiliwa na shida ama wanakimbia au kujaribu kuepuka shida, lakini kwetu tunaweza kuipinga kwa sababu njia pekee ya kushinda ufalme wa giza ni kupitia ufalme wa Mungu tu. Na wale wanaofurahia siri hii ya mtoto wa Mungu wanaweza kuanzisha baptism ya Mungu. Maana ya kwamba ulianguka katika dhambi ya asili inamaanisha ulianguka katika giza. Na Mungu alikuja kama Kristo
katika ulimwengu huu, na sababu ya kuja kwake ilikuwa kuwaokoa watu wanaoishi gizani. Na alikuja kama nuru, na yoyote anayekubali nuru hii atakuwa mlinzi na atakuwa balozi wa Kristo ambaye ana nuru ndani yake. Na walinzi wanapaswa kupigana kwa ajili ya vita vitatu ambavyo Kristo tayari ameshinda. Kwanza, unaweza kuanza kujipigania. Naomba uyatupe, kwa sababu watu hawakimbilii injili tu, bali wanakimbilia faida zao. Na kila wanapohisi ni hasara kwao, wanatengeneza mbinu na wanajaribu kutengeneza mpango ili kufanikiwa, na huo ndio mkakati wa Shetani. Ndiyo sababu Paulo alisema, hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Anakuambia kwamba kumbuka, Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe hata sasa hivi. Na Wakorintho wa pili 5:17, wakati unaamini Yesu Kristo, wewe ni kiumbe kipya. Na acha uache faida yako mwenyewe, mipango na mafanikio yako yote mwenyewe, na ushike injili tu, na asili yako ya kiroho itaweza kubadilishwa. Kuanzia sasa, nakufa nasulubiwa msalabani, na kuanzia sasa kile ninachoishi ni kwa imani ya kumwamini Kristo, na kama tunavyoamini kwamba Kristo amemaliza kila kitu, basi tunaishi kama shahidi wa Kristo, na hiyo ndiyo sala ya mlinzi. Na pili, unaweza kupigana vita kwa neno, na una mamlaka ya kiti cha enzi ambacho kinaweza kushinda mbingu na dunia. Katika Mathayo 28:16-20, wewe unayo mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nenda kwa mataifa yote na kufanya wanafunzi, nami nitakuwa pamoja nanyi hadi kila mwisho wa dunia. Katika Marko 16:15-20, ponya wagonjwa wote kwa jina la Yesu Kristo, nami nitakuwa pamoja nanyi kwa baraka ya kiti cha enzi. Katika Luka 24:13-22, hata kama kuna watu wengi wanaoenda kanisani, kuna watu wachache sana ambao wanajua maana ya Kristo pekee. Kwa hivyo, wakati wa kukutana na watu hawa, eleza kwa nini kuna mateso, na ueleze kuhusu dhambi ya asili na suluhisho. Na unapoeleza, Roho Mtakatifu ataanza kufanya kazi na neema ya ufahamu itakuja. Na mara tu watakaotambua hili ni wafanyikazi wa tume. Haijalishi ni bora kiasi gani, ikiwa hawatambui hili na ikiwa hawaelewi hili, basi labda ratiba ya wakati wa Mungu haijawajia. Katika Yohana 21:15-18,
Na Yesu Kristo aliyekufa msalabani na kufufuka alimtokea Petro, na Petro alikuwa amekiri kwamba Yesu ni Kristo, lakini alikuwa dhaifu kimwili. Alimwepuka Yesu na kumkimbia kutoka kwake. Na alipokuja kwa Petro na kuuliza, "Je, unanipenda? Je, kweli unapenda Kristo?" Kisha akasema, "Lisha kondoo wangu." Naomba kuwaokoa waumini wapya na wafanyikazi watume, na hasa kupeleka hii kwa kizazi chetu kijacho. Na mwisho, kuwa na vita vya kiroho. Waefeso 6:10-12. Vita vyetu si dhidi ya mwili, ni dhidi ya roho ambaye iliyo mbinguni. Jinsi ya kupambana na vita vya kiroho. Ni jinsi gani tunaweza kupambana na vita vya kiroho? Kwa ajili yetu haiwezekani kabisa, na ndiyo sababu tunahitaji kuwa na vita ndani ya Kristo. Na ujiandae na silaha za kimwili. Na unahitaji kuwa na mafunzo ya Injili ndani ya Kristo. Baraka za wokovu na uhakikisho wa neno. Na unampokea Kristo kama mwinjilisti, na unahitaji kuhakikisha kwamba waumini wapya wanaweza kuanzishwa kwa kanisa ili waweze kusimama kama wafanyikazi watume. Isaya 62:6-12. Na lazima umalize kazi ya walinzi, kwa sababu Mungu anakujibu kwa masaa 24. Kwa hivyo, unahitaji kuanza kuomba kwa masaa 24. Walinzi ni watu wanaowalinda watu, na lazima uwaambie kwamba kuna nguvu mbaya. Na kabla ya kubeba misheni za walinzi, acha kwanza ujiandae na neno ili uweze kupata majibu ambayo watu wanaweza kuangalia majibu na kukupata wewe. Na kama wewe hariri maisha yako kwa neno, basi unaweza kuanza kutafuta mpango wa Mungu. Dunia inaonekana kama wanamiliki vitu, lakini wote wanakufa. Na unapanda mnara wa mlinzi unaoangaza nuru ili kuweka nuru katika dunia hili. Na watu katika dunia hii wanaonekana kuwa kama wanaishi peke yao, lakini kwa kweli wanaishi kama mtoto wa Shetani. Wanaishi kama watoto wa Shetani. Na unawaambia mpango wa Mungu. Shetani anawafanya watu wasijue Injili kwa kutumia mikakati yake ya 12. Na anawafanya watu wasijue na kuwafanya wafe. Mpango wa Mungu ni kuwaokoa binadamu kupitia Kristo pekee. Ufalme wa Mungu tu na Roho Mtakatifu pekee. Na hivyo unaweza kuanza kubeba utume huu wa mlinzi, wa kukuwa walinzi na kuwaokoa waumini wapya, ili uwanja unaozunguka waumini wapya uweze kufufuka. Hebu tuombe.
Mungu tunakushukuru na tuweze kutambua dhambi ya asili ambayo sisi binadamu hatuwezi kutatua. Na tunaamini kwamba umekuja kama Kristo, kama mwanga wa kuwaokoa watu wanaokufa. Acha Kristo awe Bwana wetu ili nguvu za giza zivunjike. Na washiriki wote wa RVC warejeshe utume wa walinzi na wainue Baptism ambayo inarejesha injili tu. Sala tu na uinjilisti tu. Na wewe mshahidi na tuweze kuwa washahidi ambao huwaokoa watu wanaokufa katika giza. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.